Karibu tena kwenye Ngale Sports. Tuna mengi ya kudiscuss ama kujadili kuhusiana na michezo ambayo inajiri hapa kwetu Tanzania, kama ambavyo imekuwa kawaida yetu. Nikukumbushe tu kwamba kama bado hujasubscribe, basi unapitwa na mambo ama matukio yaliyo mengi zaidi ama matukio makubwa zaidi ya kimichezo. Leo tugeukie kwenye engo ya soka la wanawake, tukiwa tunaelekea kutafuta mzunguko wa 15 wa ligi kuu ya wanawake, lakini pia tulikuwa tunaelekea kuitafuta Kariakoo Derby kwa upande wa wanawake. Moja ya tukio ambalo limeendelea kutikisa vichwa vya mitandao ya kijamii katika maeneo mbalimbali ni tukio la kocha mkuu wa Yanga Princess Edna Lema kuonyeshwa kadi nyekundu kwenye mchezo wa ligi kuu kati ya Alliance Girls dhidi ya Yanga Princess, ama Yanga Princess waliibuka na ushindi wa magoli 3-0. Kabla ya mchezo, Alliance walimake headline kwa kuingia uwanjani kufanya pitch fielding wakiwa wamevalia mavazi ya aina ya madera ama vijora kama watu wengi wamezoea kuita hivi, na mitandio yake walidamshi, walipendeza sana, mambo yakawa mengi mazuri. Lakini baada ya dakika 90 wakapoteza mchezo. Lakini mchezo wakati unaendelea, kocha mkuu wa Yanga Princess Edna Lema alionyeshwa kadi nyekundu ambayo ilipelekea ama inapelekea kukosa michezo mitatu. Katika hiyo michezo mitatu upo mchezo wa Geita Queens, upo mchezo wa Simba Queens. Unaweza kutazama ni athari kubwa kiasi gani, na unajaribu kutazama tukio lenyewe jinsi lilivyokuwa. Hili tukio limezua mjadala na hisia tofauti, kwa maana hisia mseto. Kwanza kabisa, aina ya mazingira. Inaarifiwa kwamba mchezaji wa Yanga Princess alifanyiwa madhambi, lakini bado mwamuzi aliamuru iwe foul kupelekwa katika lango la Yanga Princess, kiasi ambacho kocha mkuu wa timu hiyo Edna Lema akanyanyuka na kuanza kuzungumza. Mwamuzi msaidizi nambari 1 akasogea na kuanza kurushiana maneno. Akaja mwamuzi wa kati akamuonesha kadi ya manjano Edna Lema, lakini baada ya hapo kukaonekana tukio lingine ambalo limezua hisia kubwa zaidi, kwa maana ya kadi nyekundu, lakini pia kusukumwa ama msukumo mkubwa ambao umeonekana kutoka kwa mwamuzi msaidizi kwenda kwa Edna Lema. Edna ndo alianza kumgusa ama kumsukuma mwamuzi, japo push yake haikuwa kubwa. Swali ni je, push ya Edna Lema ilikuwa na maana gani? Ilikuwa ni sehemu ya ghasia ama nasema yale matukio yasiyofaa mchezoni, ama kuna kitu ambacho alikuwa anajaribu kukielezea? Kwa sababu huyo mwamuzi ambaye huyo mweupe ambaye anaonekana amefunga nywele zake kwa nyuma ndiye fourth official, alikuwepo na amesikia kila kitu. Kwenye mchezo kuna matendo yasiyofaa na maneno yasiyofaa. Kadi ya manjano aliyoonyeshwa bila shaka ilikuwa ya kusumbua, lakini pia kwa kuona kwamba anatengeneza mazingira pengine mechi kuwa ngumu kwa mwamuzi kutokana na kile ambacho amemwambia. Lakini kwenye kadi nyekundu ni tukio hilo la kumgusa ama kama vile anampushi mwamuzi, ama kuna kauli nyingine yoyote ambayo ameitoa. Hiyo ni mmoja mjadala ambao umezuka sana katika mtandao ya kijamii, lakini kwa walio wengi hawajatafsiri kama sehemu ya ugomvi, umetafsiri kama sehemu ya kuonewa kwa kocha wa Yanga Princess. Atakosa Kariakoo Derby huenda, ama labda kamati kae na iamue kwamba ifutwe, labda ameonewa na mazingira mengine. Hii ni Ngale Sports, nikukumbushe tu kwamba usisahau kusubscribe.